mioyo zetu, tuzidi kuwa na uaminifu wako Yesu. Asante Simba wa Yuda, mtakatifu wa takatifu. Asante Bwana kwa wakati ambao umenipa Yesu Kristo. Kuamka kwangu imekuwa muujiza. Baba mfalme, umenilinda usiku wote, mwana wa damu, mwana wa Daudi. Ninakutukuza Jehova Redeem El Shaddai, licha kututembeza katika anga kubwa Yesu Kristo asubuhi kama hii. Baba tunasema ni asante kwa maana tumeamuka mfalme, jina lako liinuliwe. Baba nashukuru watu ambao wameamuka siku ya leo Bwana. Asante mwana wa damu, tuungane katika mioyo yetu kutukuza, kushangilia na kukusifu asubuhi ya leo. Baba yangu asante kwa maana Mungu wa Israeli, hata ndege wa angani, wanyama wote Bwana wanakusifu kwa sababu Yesu wameamuka, ni kwa sababu umewajali Mungu wa Ibrahimu. Baba yangu asubuhi ya leo ulipata mapigo, kufa, kuteswa na kufufuka ili ya kwamba tufufuke katika mambo mengi. Baba yangu ninasema ni asante, Alfa na Omega, mwanzo na mwisho wa mambo yote, na kushukuru kwa ajili ya maombi ambayo Bwana ukanipa usiku ili ya kwamba Bwana nikufungua na kutakasa majina ya watu. Naweka imani yangu mbele zako Redeem El Shaddai, naweka tumaini langu mbele zako Yesu, nikisema asubuhi ya leo Bwana nahitaji uwepo wako ambao unaweza simama kwa ajili. Umeniamsha salama, umeamsha wanyama msituni, umeamsha ndege wa angani, wanakusifu, wanakutukuza asubuhi ya leo. Baba akisema inuliwe na ubarikiwe. Mwana wa Adamu tunasema ni asante kutupa uzima, hewa safi. Asante kwa mvua na baraka ambazo umetupa Bwana Yesu. Mwana wa Adamu siku hii Bwana wachiwe siku ya baraka mbele zetu. Tuwana Israeli Bwana, tumeanza wiki nyingine. Wacha iwe siku ya miujiza, wacha iwe na msingi ulio mwema mbele zetu, ili Bwana hii wiki tena tumalize kwa amani. Mwana wa Adamu tumejificha chini ya nguvu zako ili tumalize miaka, tumalize siku na tumalize wakati kwa amani. Baba, mikono zetu tunainua tukikutegemea, imani yetu tunainua Bwana tukikutegemea, tukisema Bwana usituache bali usituaibishe. Usimame nasi Yesu Kristo, nukawe mlinzi, nukawe jemedali, nukawe ngao yetu. Baba tunaomba Yesu Kristo katusaidie katika jina la Yesu. Tuondolee laana zote Baba yangu, tuondolee machafuko yote, tuondolee vikwazo na mishale zote za watesi na yule mwovu ibilisi kwa jina la Yesu. Baba yangu ninaomba siku ya leo Mungu wa Ibrahimu, tumesimama mbele za ibada tukikutukuza Redeemer, mwana wa Adamu, tukisema hujaituaibisha, hujaituacha. Baba yangu nikiomba ni kwa sababu ya kila mmoja anaenda kazini na kanisani, wote Bwana wa majeshi tunakabidhi roho zetu mbele zako. Baba tunaomba wale ambao Bwana wamefungwa wako kwa vitanda, Bwana wa Adamu, wengine ni wagonjwa, wengine ni wadhaifu, lakini asubuhi ya leo Bwana utawabariki, utawaponya, watie nguvu Bwana wa Adamu, ili waamuke bila ambao vile waahidi waanze kutumika. Wengine waende kanisani Baba, watie moyo mwana wa Adamu, wale waliokufa moyo Yesu Kristo mwana wa Daudi, ingilia ndani kwa sababu Bwana wote tunakutegemea. Tunahitaji nguvu zako Baba zikatutembelee, maana Bwana tukikuacha Bwana Yesu tutaisha, tukikuacha Bwana Yesu tutapotea, tukikuacha Bwana Yesu tutahangaika. Linda maisha yetu Bwana, ukalinde imani yetu, linda Bwana mipango za kila siku. Mungu wa Ibrahimu, tunawaika siku ya leo mbele zako Baba, iwe mwanzo wa wiki. Mwana wa Adamu, acha tuanze vizuri Bwana Yesu. Baba siku ya leo ina taa kubwa mbele zetu Baba, ikatumulikie kwa umbali ambao tunaenda siku 7, ikatumulikie usiku na mchana, tukuinue Yesu, ambapo Bwana zimesimama mbele zetu siku 14 ambazo Bwana tunahitaji mkono wako Baba mfalme. Kama si wewe watu utamaliza Baba, usipoingilia kati Baba tutamaliza vizuri Baba, usipoingilia kati mwana wa Adamu tutapotea Baba, usipoingilia kati tutachanganyikiwa Baba, usipoingilia kati. Siku 7 ni nyingi Yesu. Baba yangu ulipotupa siku 7 ulijua sababu na kusudi ya kwamba baada ya siku 7 mwende, siku 6 mwende kuniabudu, mwende kuniheshimu chini ya madhabahu, mwende kunitolea dhaka na dhabihu. Mwana wa Adamu, tumekuja na shangwe za mioyo zetu, tukikumbuka yale Bwana ambao umetutendea mwana wa Adamu, tukisema asante kwa maana tumekuja kuleta shangwe, tumekuja kuleta sadaka zetu, tumekuja kuleta shukrani za mioyo zetu, tukisema asante kutupa wiki mzima. Maana Bwana tungalikuwa wanadamu wanatupatia siku Baba yangu, tungalikuwa tumepimiwa kila wakati Baba Jehova Rafa, tungekuwa na fedha za kulipa, lakini kwa nguvu zako Yesu umetupa uzima wa bure, umetupa afya, amani na kuona Bwana wa majeshi.
Umetuinua Bwana katika hali ya wafu wote Jehova. Umetuinua wote tuliolala Bwana, sisi tumeamka. Baba yangu tunasema ni asante tu mwana wa damu. Kuna wengine ambao hawakuweza kuamka asubuhi ya leo. Tuna wengine hata wajulikana kama wako hai siku ya leo. Lakini Bwana Yesu Kristo umetuinua kati ya watu waliolala. Maana tulilala wote Yesu Kristo Baba, lakini ukatuheshimu ridimo, ukatutoa kati ya waliolala. Ukasema Bwana umetupa kibali Jehova, ili tukapate kuwa na amani mwana wa damu. Ninasema Baba yangu asante kwa sadaka hii kubwa. Asante Bwana kwa sadaka na muujiza ambao umenitendea. Maana kuamka kwangu ni muujiza, mfalme wa falme. Wengi wanalala na wanapotelea kwa usingizi. Wengi wanalala na wanaishia kwa usingizi. Wengi wanalala lakini hawezi amka Baba. Lakini mimi mfalme, mtumishi wako, ninakushukuru nikisema asante kunipa siku nyingine ili Bwana nikubalike katika ya madhabahu. Ninapenda kusimama mbele za watu wale walio hapa na walio mbali. Baba yangu, ninapotumia mbinu zote za imani Yesu, tazama Bwana muumba mbingu na nchi, tumekutukuza na vinywa vyetu sasa. Tunataka Bwana tukutukuze na ibada. Tumekutukuza na miguu zetu kutembea. Tumekutukuza na mikono zetu Bwana kuona zinaweza guza. Tumekutukuza na macho yetu Bwana ambayo umetusaidia kuona. Masikio yetu yako sawa Baba, midomo zetu ziko sawa Baba, mili zetu zina amani. Tunakutukuza na vitu ambavyo umetupa. Sasa Bwana, mahali pamebaki, nimekuja kuabudu na kutukuza kanisani. Bwana wa damu, nikuimbie Masia. Baba yangu, nikaleta moyo wangu mbele zako asubuhi ya leo. Baba yangu, nikaruke katika nyumba yako, nikalisikilize neno la Roho Mtakatifu, nikabarikiwe na hili neno Yesu Kristo, nikainuliwe vile ambavyo Redeemer mwanadamu anainuliwa mbele za watakatifu. Baba Jehova, tazama ni majina ya watakatifu ambayo umenipa tangu jana. Nimesimama na haya majina kwa ajili ya utakaso. Ninaombea haya majina Bwana wa majeshi asubuhi ya leo Baba, ninayakabidhi sasa mbele zako. Majina Bwana yote ambayo yaliandikwa jana, Bwana wa Daudi, ninazidi kuyabariki. Ninazidi kusema kwa ufunguo wa ajabu. Asubuhi ya leo ya majina yabarikiwe, yakakubalike siku kama hii Bwana, yakubalike wiki mzima Jehova. Nimeyawekea Bwana utakatifu, nimeyawekea Bwana maombi Redeemer. Kila jina ulisema litakaloitwa, kila jina litakaloandikwa katika madhabahu ni jina ambalo Bwana la wateule la kubarikiwa. Tumebadilisha ya majina usiku wa jana, tukisema Bwana badilisha ya majina. Kuna watu wanahitaji kazi mahali hapa. Tuna watu wanahitaji maisha mahali hapa. Tuna watu wanahitaji kuinuliwa Bwana Yesu. Kuna wengine wanahitaji kazi ya mikono yao. Kuna wengine Bwana wanahitaji kuwa watawala katika taifa la Kenya. Jehova Rafa, majina haya usiyaache. Nami naita kwa ya madhabahu usiyaache. Wale wanaotamani neno lote Bwana watendee. Wale jina lao limeandikwa kwa ya Altamasia. Baba yangu, ninaomba asubuhi ya leo, nikisema wafungulie mibaraka za ajabu, nikisema wafungulie kulingana na maandiko. Baba yangu, uliniambia katika neno lako, ile nitalifunga hapa duniani mwana wa Daudi, utalifunga na kunisaidia kule juu mbinguni. Ile nitakalo fungua hapa chini Baba yangu, utanisaidia Bwana kufungua ukiwa mbinguni. Jehova, nifungulie watu hawa Masia. Baba yangu, nitakazie zaidi mwana wa damu. Wakumbuke Baba haya majina Jehova, vile ulivyokumbuka majina wengi ukawabariki. Ulikumbuka wengi ukawaokoa katika mashimo. Ukawakumbuka majina ya mwana wa Daudi, majina walipopatikana katika madhabahu. Baba, uliingia ndani mwa nyumba zao ukawaponya. Wale waliokuwa wamekufa walifufuliwa, hata kwa mikono za manabii walipona. Baba, ulipokumbuka matendo ya Jairus, ulishuka ukaenda kuponya mtoto wake. Baba Jehova Rafa, nami ninasema kumbuka matendo ya huyu mtu, ndugu na mama. Kumbuka matendo ya hii jina mwana wa damu. Baba yangu, ninalitawala kila mahali, likazikike kwa nguvu za Roho. Wafanya biashara wabarikiwe na hili jina. Watu wanafanya biashara Masia, bali jina hili ambalo linakaa mwana wa damu, wacha mahali pale pabarikiwe. Wacha maisha yake yabarikiwe. Wacha nyumba yake ibarikiwe. Wacha mikono zake zibarikiwe. Jehova Rafa, ninaomba asubuhi ya leo, nikitaja wema wako na tosha. Barikia wadada, barikia wandugu ambao Bwana wa Israeli wanahitaji kwa ajili ya maisha yao. Ninawakumbuka asubuhi ya leo Baba. Wabarikisha ni kabla wajamuka. Wabarikisha kwa wale wameamuka.
wale walio pale nyumbani. Yesu Kristo, nasema Bwana wabariki, Bwana wa Adamu ukawabariki, Jehova Rafa ukawabariki. Wainue Bwana, kwa sababu ndio Mungu uinuaye watu wako. Mwana wa Adamu, watembelee Mungu wa Ibrahimu. Ninaweka ya majina chini ya madhabahu, nikisema Bwana, neno hili lizidi kusafisha. Ninazidi kuweka ya majina chini ya madhabahu, nikisema neno hili lizidi kuwabariki, nikisema neno hili lizidi kuwapa ushuhuda, nikisema neno hili lizidi kuwapa nguvu. Asante Mfalme, kwa maana unatekeleza huduma ya imani mbele za madhabahu. Jina la Yesu Kristo, Bwana wa damu, libarikiwe na liinuliwe. Tazama Baba majeshi, kazi ya mikono yangu. Utatawala Bwana kile chombo ambacho umenipa. Utatawala mafuta haya madhabahu. Utatawala divai za haya madhabahu. Utatawala moto ambao Bwana ninaenda kuhakisha. Utatawala Bwana upaka ambao unaenda kutenda. Baba, utanisaidia kuvunja madhabahu ambazo ni maroho za giza ambazo Bwana zinaweza simama. Nitakaposimama kama Musa mridima, Jehova, nikidai unisaidie kuvunja madhabahu. Baba yangu, shukisha malaika wako nisaidia. Baba, shukisha malaika wako kuvunja madhabahu, ili watu wako wafunguliwe katika neema kubwa. Watu wako wafunguliwe, Mwana wa Daudi, asubuhi ya leo. Nadai neema ya madhabahu. Baba, madhabahu haya yasinyamaze kimya. Baba, madhabahu haya nene na watu wote. Baba, madhabahu haya nene na wagonjwa asubuhi ya leo. Madhabahu yaongee na wanaojiwezesha asubuhi ya leo. Madhabahu yaongee na walio nyumbani wanaojiandaa. Jehova Rafa, ridhima na wakumbuka wote ambao Bwana miguu zao zilifungika. Mwana wa Adamu hawawezi ingia katika ibada, roho zao zikawa kama za mawe, walitembelewa na spiriti ya giza. Mkono wako unasema Masia, ridhima ya kwamba tuokoe walio ndani mwa giza. Tuombe wale ambao Bwana walianguka kiroho. Baba yangu, ninawaombea na kuwazungumzia. Baba Yesu, shuka ndio zungumza na watu wako. Mwana wa Adamu, akumbukishe katika kanisa lako. Yesu wa Nazareti, ninafunga kila maroho ambazo za ibilisi anatembea kuna sana kuharibu. Roho wa Bwana anafunga hizo maroho ambazo zinatembea katika anga yetu Baba, ambazo zinapita. Zifunge vipawa, zifunge kanisa, zifunge imani, zifunge watu watakutoa Mwana wa Adamu, zifunge hata kujenga kanisa lako Masia, zifunge hata michango kanisani. Yesu, tunavunja na kukata hiyo spirit iliyo kinyume cha ibada yetu Baba, inayosimama kinyume cha ibada yetu, inayosimama kinyume cha maandiko yetu, inayosimama kinyume cha anga yetu. Kila mawingu yote ya shetani, mawimbi yote yanayopita kinyume Jehova, yanakuja yanafunga maombi yetu. Giza lote Bwana wa majeshi, umbrella ya yule ibilisi mwa shetani ambao watu wako wakitamani kwa sisi kwa anga, linakuja Bwana, linafunga mioyo zao, linasimamisha umbrella ya maroho juu yao. Watu wako wanachoka kuomba Baba, watu wako wanachoka kulia Masia, watu wako wanachoka kusoma neno. Ninararua kwa anga ya ukombozi, hizo spirits zipate kuondoka. Mwana wa Adamu, nasikemea kwa jina la Yesu, nisema zina mamlaka na zina uwezo. Hizo spirits nakataa kwa neema, nikisema zina mamlaka na zina uwezo. Ninafungua anga kubwa ya mbinguni, ninafungua anga ya kuona Jehova. Baba, sikia maombi ya watoto wetu hapa, sikia maombi ya walio pale nyumbani. Jehova Rafa na Israeli, Jehova, siku ya leo ya baraka mbele zao Baba, kwa wagonjwa, kwa waliopona, kwa wale waliowazima. Yesu, wabariki haja kila mmoja Bwana, na ikabidhi mbele zako nyumba ambayo Bwana watanikaribisha kwa njia yote, kwa njia ya runinga. Jehova Rafa, na wakabidhi mbele zako. Hii nyumba ibarikiwe na nyumba yao ibarikiwe. Madhabahu ya Edeni ibarikiwe na madhabahu yao yabarikiwe. Yesu, inua makanisa ya Edeni Baba, waliokubaliana na moyo wa Edeni. Makanisa yote na yabariki asubuhi ya leo. Makanisa yote na yainua mbele zako. Yesu, wainue kwa imani ya hii madhabahu. Watu walio ndani mwa kanisa la wabarikiwe. Fungulia watu wako kazi na moyo wa amani, wakae na moyo wa baraka wa kutafuta neno lako. Yesu, tunakuomba usimame nasi Baba. Nami ni mtumishi wako, nimesimama kwa ya madhabahu, nikiomba ukanipe kibali cha siku ya leo. Nipe kibali ndani ya uimbaji Baba. Wacha madhabahu yaniruhusu nitumike. Wacha madhabahu yaniruhusu mbele zako. Ninapojiweka mbele zako ya madhabahu,
lile lolote ambalo nitafunga Baba, nisaidie kufunga ukiwa mbinguni Yesu. Lile ambalo nitafungwa hapa Mungu wa Ibrahim, nisaidie kufungwa ukiwa mbinguni Baba. Nitumia malaika wako Mungu wa Ibrahim asubuhi ya leo wakae karibu na mimi, kwa sababu vita vya kiroho vinapigana nami, kwa sababu mambo ya kiroho Bwana wa damu, vita vya anga vinainuka kinyume. Ninaposimama vita vya anga vinasimama, ninapoomba vita vya anga vinaomba, ninapoimba vita vya anga vinaimba, ili viniharibia uhusiano wako na Yesu. Baba yangu, nami nasema kwa uwezo wako nitumia malaika ambao watanisaidia asubuhi ya leo. Hili lolote ambalo ninanena kwa anga Masia, wacha ulipokee ukiwa mbinguni Masia. Wacha ulipokee mbele zako Baba yangu. Wacha litoke kama manukato Yesu. Wacha litoke likiwa na upako. Hili ambalo nitanena kwa mtazamaji wangu, wacha hilo neno liwe na upako Baba. Naomba asubuhi ya leo Yesu, usiniaibishe na usiniache. Mili zetu zinachoka kusimama, mili zetu zinachoka kuomba Baba, mili zetu zinachoka kuingia kwa ibada, mili zetu zini mizito mwana wa damu. Tunaomba uingilie kati, tumekuasi. Tunaomba uingilie kati mwana wa damu, ukaongea na watu waliokuasi Baba, ukaongea na watu walio ndani mwa nyumba zao, wale ambao wanaona wazingia kanisani, hawajui ya kwamba majaribu yanawasongea, hawajui ya kwamba mateso yamekaribia, hawajui ya kwamba giza limekaribia. Baba yangu, simama ukawaokoe, wafungue macho yao wakatambue Mungu wa Ibrahim. Ni vizuri kukimbilia madhabahu yako, waende kanisani wako kuabudu Yesu. Baba yangu, ongea na mioyo zao asubuhi ya leo. Jehova Rafa, na wakafanya kazi yote ili wasapoti huduma yako, tunawabariki Baba. Wale ambao imewalazimu kwenda kazini, fungua kazi ya mwana wa damu, uwabariki kwa maana inapendeza, uwabariki kwa maana inafurahisha, ili upate kuinuliwa kwa anga Yesu. Baba, asubuhi ya leo ninakuita, nitembelee mpaka nimalize ibada, nitembelee mpaka jioni. Redeemer El Shaddai, nitembelee nimalize ibada kwa amani, nitembelee niwe kama mtumishi Paul, nitembelee niwe kama Filipo Masia, nitembelee niwe kama Petro Mungu wa Ibrahim, nitembelee siku ya leo Mungu wa Yakobo. Ninataka kutembea kule Lida Jehova, nikutane na Dorcas siku ya leo. Ninataka kutembea kule Lida Mungu wa Ibrahim, nikutane na Dorcas asubuhi ya leo. Mwana wa damu, tumtenda mema Dorcas, utambariki roho ya Dorcas, utambariki kwa sababu Jehova umenituma kama mtume kutembea ndani mwa nyumba ya huyo mpendwa, ndani mwa boma la huyo mpendwa kwa njia ya imani. Jehova Rafa aliyosimama pamoja na imani. Baba Yesu, ninasema wabariki siku ya leo, ninaitakia mema siku ya leo, naiombea mibaraka siku ya leo, naiombea ufunuo siku ya leo, naiombea kuinuliwa siku ya leo. Ninatangaza ukuu wako, mapepo yote yataondolewa, magonjwa yote yataondolewa, umaskini wote utaondolewa. Baba, utatangaza uponyaji hapa, watu wengi waokoke maana wa damu. Ujichagulie vipawa katika nyumba yako, ujichagulie vipawa katika madhabahu. Ninafungua wote walioteswa mwana wa damu, ninafungua wote walioteswa Redeemer, walio waganga na wachawi karibu nasi, tunawafunga kwa anga ya mbinguni. Walio waganga na wachawi karibu na moyo wangu, ninawafunga na neema ya mbinguni. Walio wachawi wa kiroho mbele zetu, tunawafunga na neema ya mbinguni. Wale ambao wamesimama kutesa maisha, tunawafunga katika roho ya mbinguni. Wanaokota vitabu za watoto, tunawafunga na moto wa mbinguni. Wanaokota vitabu na kalamu za watoto ambazo na ni shuhuda mbele zetu Baba, ili watoto wa watu wasisome, tunawafunga na roho ya mbinguni, tunawafunga na roho ya mbinguni. Waganga na wachawi Redeemer El Shaddai wanaosimama kinyume na nyumba hii, Baba wa majeshi, tunatangaza wewe ni zaidi ya waganga mfalme. Tunawafunga na roho ya mbinguni. Wale wanaotuma pepo la umaskini linazunguka kuteka mioyo za watu nyara, zinafanya mioyo za watu zinakuwa maskini, tunaifunga kwa anga ya mbinguni, tunaifunga kwa anga ya mbinguni, tunaifunga kwa anga ya mbinguni. O Masia Redeemer, ninatangaza wewe ni Mungu,
Ninatangaza unastahili kuabudiwa. Ninatangaza wewe ndiwe Jehova utasimama. Tawala maisha ya watoto wako. Tawala boma za wenye walitoka. Tawala nyumba za watu waliotoka. Tawala maisha ya watu asubuhi ya leo. Waganga wao wote wafungwe. Waganga wao wote waharibiwe. Waganga wote wawekwe jehanamu. Tunawafunga na habari ya kiroho. Hawataweza kuinuka tena kinyume. Uganga wao utaisha nguvu katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza kufunguliwa kwa anga. Tunatangaza kubarikiwa kwa anga. Tunatangaza kuinuliwa kwa anga. Wewe ni Mungu. Zaidi ya yote Baba, inua kanisa lako Masia. Inua kanisa lako Redeemer. Inua mioyo za watakatifu. Wabariki wanaosimama. Wabariki wanaotamani kusimama. Wabariki wanaotamani kutumika. Wabariki wanaotamani Yesu. Ninafungua anga iwakubali. Ninafungua anga iwakubali. Ninafungua anga iwakubali. Machozi ya mtu yataisha leo. Baba, machozi ya mtu yataisha leo. Wa mwisho hawatatamani kulia tena, kwa maana ni siku ya mwisho. Ninaondoa pepo la laana, maana ni siku ya mwisho. Ninaondoa pepo la umaskini, maana ni siku ya mwisho. Ninaondoa pepo la utasa, maana ni siku ya mwisho. Ninaondoa magonjwa ndani ya mwili, maana ni siku ya mwisho. Baba, tunaanza upya. Mwezi wa 3 anze tukiwa na amani. Tusihesabiwe na mateso tena. Tusihesabiwe na machozi tena. Tusihesabiwe na vilio tena. Tumetangaza huru ndani mwetu. Tutembelee kama watumishi wako. Tutembelee kama vile ulitembelea watoto wako katika mateso. Usituache na usituaibishe. Kanisa hili libarikiwe. Ninalilania baraka asubuhi ya leo. Kanisa hili libarikiwe. Ninalilania baraka. Kanisa hili liinuliwe. Yeyote atakaingia mahali hapa, mwana wa Adamu miguu zake zitakasike. Umenituma kama Yeremia nisimame katika malango za nyumba hii, nitangaze kila mtu aingiaye hapa, Baba yangu, njia zake zifunguliwe. Mwana wa Adamu maisha yake afunguliwe. Yeyote anayekanyaga ndani mwa hili nyumba, ninaomba maisha yake yasiwe vile yalivyo. Ninamtangazia ukuu wako Yesu. Ninatangaza miguu zake zibarikiwe. Ninatangaza maisha yake yabadilishwe. Ansia leo, yeyote anaingia katika malango haya, ninamtakia uzima Masia. Wale wote ambao miaka zao zilipunguka na wakaingia mahali hapa Redeemer, utawaongezea miaka kama Hezekia. Utawaongezea miaka ya kuishi. Utawaongezea miaka ya maisha. Utawaongezea miaka ya uzao. Utawaongezea miaka ya baraka, kwa maana wamekuja kuangalia ukuta. Ninawabarikisha kwa jina la Yesu. Yeyote anaingia ndani ya haya madhabahu, yeyote anayegusa haya madhabahu, ninambarikisha kwa jina la Yesu. Wacha anga inikubali. Wacha anga inikubali asubuhi ya leo. Wacha anga ikubali nyumba yako. Wacha anga ikubali kazi ya mikono yako. Wacha anga ikubali leo kwa sababu ya siku yako. Wacha anga ikubali leo kwa sababu ya mabadiliko. Wacha anga ikubali leo kwa sababu ya kuinuliwa. Wacha anga ikubali leo kwa sababu ya kusonga mbele. Ninaahidi na Baba anasema kuna jambo naenda kulitenda ndani mwa maisha yako kama utakubali kubadilika. Anatendea wale wanaokubali kubadilika. Anatendea wanaokubali kumfuata. Anatendea wanaokubali kumuita. Anatendea wanaokubali na kubadilisha mioyo zao. Baba, kubalika kwa hii anga. Anga ya Edeni ikubalike. Ninaomba ikubalike kwa kila mataifa. Ninaomba ikubalike kwa kila mahali. Anga ya Edeni ikubalike. Ili nikushukuru Yesu. Hallelujah. Asante Bwana wa majeshi. Asante Mungu wetu. Asante Mfalme. Asante Yesu. Asante Bwana Yesu. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Nipe kibali asubuhi ya leo, inapo Bwana simama ili watakatifu wako
wakabarikiwe na kupona nawe Yesu. Asante Adonai. Baba uinuliwe. Asante Baba yangu. Asante Yesu Kristo. Oh, hallelujah. Asante Mfalme, asante Simba wa Yuda. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Wewe ni Mungu unayetupigania. Linda maisha yetu Bwana. Hatujui mahali tutakuwa. Linda maisha yetu Baba, linda maisha yetu. Asante Yesu. Unaweza, unaweza Baba, unaweza Mwokozi, unaweza Mwokozi. Wastahili, wastahili Yawe, wastahili Mwokozi, wastahili Mwokozi. Unaweza, unaweza, unaweza Mwokozi wangu, unaweza Mwokozi. Unaweza, 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 unaweza Mwokozi, unaweza Mwokozi. Unaweza, unaweza Yawe, unaweza, unaweza Mwokozi Baba, unaweza Mwokozi. Wastahili, wastahili, wastahili Mwokozi, wastahili Mwokozi. Wastahili, 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 wastahili Mwokozi, wastahili Mwokozi. Baba unaweza, unaweza, oh Yesu unaweza, Baba unaweza Mwokozi, unaweza Mwokozi. Baba unaweza, unaweza, unaweza Yawe, unaweza Mwokozi, unaweza Mwokozi. Wastahili Yesu, wastahili Baba, wastahili Mwokozi, wastahili Mwokozi. Wastahili, 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 wastahili Mwokozi, wastahili Mwokozi. Unaweza, unaweza Baba, unaweza Yesu, unaweza Mwokozi, unaweza Mwokozi. Baba unaweza, unaweza Yesu, unaweza, unaweza Mwokozi, unaweza Mwokozi. Baba unaweza, unaweza, Baba unaweza Yesu, unaweza Mwokozi.
usinipite, usinipite Mwokozi, unisikie unapodhuru wengine, usinipite Baba, naomba Yesu, unisikie Baba, unapodhuru wengine, Baba, usinipite Baba, naomba Yesu wangu, unisikie Baba, unapodhuru wengine, usinipite Yesu, unisikie unapodhuru wengine, usinipite Yesu wangu, unisikie unapodhuru wengine, usinipite Baba, naomba Yesu, unisikie Baba, unapodhuru wengine, Yesu, usinipite Baba, naomba Yesu, unisikie Baba, unapodhuru wengine oh Baba, usinipite Baba, nasema Yesu wangu, unisikie Baba, unapodhuru wengine masia wangu, usinipite Yesu naomba, usinipite Baba, unisikie Baba, unapodhuru wengine hakika Yesu, usinipite moyo wangu Baba, oh Baba, unisikie Yehova, unapodhuru wengine Yesu wangu, usinipite Baba, naomba Yesu, unisikie oh, unapodhuru wengine, usinipite kumfariji peke yangu, sina mwingine Baba, wala duniani kote wana mwingine. Kumfariji peke yangu, sina mwingine Baba, wala duniani kote wana mwingine. Baba, naomba Yesu, unisikie Baba, unapodhuru wengine Yesu, usinipite oh, naomba Yesu wangu Baba, unisikie masia, unapodhuru wengine hakika Yesu, usinipite oh Yesu naomba, Baba, ninaomba unisikie Yesu, unapodhuru wengine masia wangu, usinipite Baba, naomba Yesu, unisikie Baba, unapodhuru wengine masia wangu, usinipite ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, nasema ni wewe Bwana, ni wewe Bwana,
Uwezo wako Yesu unatosha Bwana. Unastahili sifa na utukufu asubuhi ya leo. Wewe ni Mungu mfalme ambaye tunategemea katika maisha yetu. Tulitegemea vitu vingi vikatuangusha. Baba Yesu, tulitumaini tutainuliwa, lakini vitu vingi Bwana vilituangusha. Tulilima mashamba tukidhani Bwana tutakuwa na mahindi, lakini Bwana hata mimea hazikumea. Tulifanya kazi Baba Yesu, lakini vilituangusha. Tulisoma tukamaliza, lakini Baba bado tuliangushwa. Tulitamani mtu wa kutuweka karibu, lakini Baba hatukupata. Jehova Rafa, tukimbilia nani? Tunakutumaini asubuhi ya leo. Tunasema wewe ndio Mungu Alfa na Omega. Jehova, tumekuja kuabudu wewe tu. Tuinue katika imani na mioyo yetu Yesu. Tuone ukuu wako ukitembea ndani mwetu. Mahali ambapo Bwana ukutembelea sisi katika usingizi, tunaomba ukatutembelee mchana. Mahali popote ukutuonyesha ndoto, tunaomba ukatuonyesha maono. Tunaomba Yesu tusaidie. Tutie nguvu Yesu. Nimekuja Baba, nimekuja Baba uniponye. Nimekuja Baba yangu, nimekuja Baba uniponye. Nimekuja Baba Mungu wangu, nimejileta kwako uniponye leo. Nimekuja Baba yangu, nimekuja Baba uniponye. Oh, nimekuja Baba Mungu wangu, nimejileta kwako uniponye leo. Nimekuja Baba, Nimekuja Yesu. nimekuja Baba uniponye. Oh, nimekuja Baba asubuhi ya leo. Nimekuja sasa uniponye yawe. Nimekuja Baba, Baba yangu, nimekuja Baba uniponye. Baba Mungu wangu, 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 Baba uniponye. Baba unifiche, Baba uniponye. Baba uniponye, Baba uniponye. Baba Mungu wangu, Baba uniponye. Baba unilinde, Baba uniponye. ponya maisha yetu, Baba uniponye. Baba ponya imani yetu, Baba uniponye. nasema ponya imani yangu, Baba uniponye. ponya maisha yangu. Baba uniponye. Oh, Baba, Baba, Baba uniponye. Baba Mungu wangu, Baba uniponye. Baba ponya imani yangu, Baba uniponye. ponya tumaini langu, Baba uniponye. Baba ponya na roho yangu, Baba uniponye. ponya tumaini langu. Baba uniponye. Nasema Baba, Baba, Baba uniponye. oh Baba, Baba, Baba uniponye. nasema Baba, Baba, Baba uniponye. nasema Baba Mungu wangu, Baba uniponye. ponya imani yangu, Baba uniponye. Baba ponya tumaini langu, Baba nasema ponya na roho yangu, Baba uniponye. Baba ponya imani yangu. Baba uniponye. Baba Mungu wangu, Baba uniponye, Baba Mungu wangu, Baba uniponye, ponya imani yangu Yesu, ponya tumaini langu, ponya kazi yangu, ponya mikono zangu, ponya na jina langu Baba, ponya na roho yangu. Baba, Baba, Baba uniponye. Baba Mungu wangu, Baba uniponye. Baba nakuomba, Baba uniponye. Baba uliogomba, Baba uniponye. Baba omba moyo wangu, Baba uniponye. Baba omba na mwili wangu, Baba uniponye. Baba omba na moyo wangu, Baba uniponye. Baba omba na maisha yangu, Baba
Asante Baba, kwa jina la Yesu asubuhi ya leo naikabidhi mbele zako Mwana wa Adamu, Jehova Redeemer. Uwe ni Mungu unatulinda. Neno la msingi wa leo Baba ukatibariki katika jina la Yesu, na kila mmoja aseme amen. Basi kwa pale nyumbani, karibu tupate neno hili la msingi wa asubuhi. Kitabu ni Mathayo mlango wa 4 mstari wake wa 13. Ningependa mtazamaji wangu uliye pale nyumbani, karibu sana, nikubali kama prophet nikupe neno la msingi wa siku ya leo. Wale wote ambao mnafanya kazi, Mungu awabariki na Mungu awatende mema na azidi kuwalinda. Wale wote ambao wanafanya kazi, Mungu awabariki, awatende mema na azidi kuwalinda. Wale wote ambao wanaenda kanisani, Mungu awabariki. Na kama unafanya kazi na umekazika, kumbuka kumtolea Bwana sadaka ya siku ya leo. Yaani ninasema kumbuka kutoa sadaka ni kwa sababu ya Jehova, ili ya kwamba Mungu aingilie kati. Ninasema Mungu aingilie kati ya sadaka yako, akuunganishe na madhabahu. Kuna watu hawaelewi kumtolea Bwana tukiwa kazini, sadaka yako inakuombea kwa niaba. Wale ambao mnafanya biashara, utashiriki nasi katika ibada ya runinga yako au ibada ya simu yako. Wale walio kule Dubai, karibu sana. Watoto wetu walio kule Saudia, Mungu awa protect, karibu sana kwa ibada. Yesu awabariki. Wale wako kule kila mahali ambapo mlipo German, Mungu awabariki sana. Na watoto wetu walio kule Turkey, Mungu awabariki. Walio kule Sudan, walio kule Tanzania, walio hapa Nairobi, wako Kisumu, wako kwa county zingine, karibu sana. Mungu awabariki na watende mema zaidi. Kwa hivyo siku ya leo Mungu hata kuacha kukunganisha na hii altar. Na tumesema huu mwezi tunaanza, tusilie. Huu mwezi usiwe na vilio. Huu mwezi usiwe na chuki. Huu mwezi usiwe na hasira. Huu mwezi uwe mwezi wa kutumikia Bwana na moyo wote. Usiwe mwezi wa kufanyia Mungu mzaha. Usiwe mwezi wa kufanyia ibada mzaha. Na narudi kusema kwamba tunaendelea na ibada ya majina. Ibada ya majina, kama umefungulia runinga yako leo, haya ni majina watakatifu wa jana. Tulisema kwamba kuna watu ambao hawajaweka wakfu, lakini wakakuwa tu. Ikiwa Yesu aliweka wakfu na mtumishi wa Bwana, ninataka kusema kwamba Samueli aliweka wakfu. Wale watu ambao wanajua maana ya wakfu hawawezi kosa kuweka majina wa wakfu, kwa sababu walichelewa. Mikosi na visirani vinakufuata kwa sababu unapenda kwenda kanisa, lakini jina lako halipatikani kwa anga ya madhabahu, kwa sababu haujaipokelewa kwa madhabahu. Kwa hivyo unaenda kanisa, lakini jina lako halijawahi patikana kwa madhabahu. Ni kama yule mtu anaenda kuvote lakini hakuregister. Kwa hivyo wewe ni mwanadamu, unaenda kusimama kwa line, hata yule unayemwambia naenda kukuvotia anafurahi, lakini ukifika pale mahali pale wanaposajili watu, unakuta jina lako haliko. Kwa hivyo unafanana kama watu unapoenda kanisani. Unaweza enda kanisani uombe sana, lakini kumbe neema ya Bwana jina lako halipatikani hata mahali popote. Kwa hivyo usiwe mmoja ambao unaenda kanisani lakini jina lako halijasajiliwa katika vitabu za mbinguni, kwa sababu sisi mitume tumepewa uwezo wa kulisajili jina lako katika vitabu za baraka. Kwa hivyo ukitaka siku ikuwe nzuri, lazima usajiliwe katika vitabu za baraka, na jina lako litakaswe na liwe katika kinywa cha mtumishi wa Bwana. Jina lako kama halijawahi pita katika kinywa cha nabii, bado uko na sehemu kubwa, kwa sababu unafaa ukuwe na record ya jina la mtumishi wa Mungu, na mtumishi wa Bwana ndiye atakayekuwa na jibu lako mbele za Bwana. Kwa sababu gani nasema hivyo? Lazima mtumishi wako atakuwa na jambo la kuambia Mungu. Unajua, nikiangalia na compare mambo haya yenye nazungumza na Yesu Kristo wakati alienda kwa kaburi la Lazaro. Yesu alipoenda aliangalia juu, akaambia Mungu, ninajua Lazaro ni yeye. Unajua alienda kudhibitisha ni yeye ama ni Lazaro mwingine.
Lakini alipofika akaona kaburi, akaona kwa kina Lazaro, akasema ni yeye. Unajua lazima kuwe na kitu ambacho huwezi sema tu ni nani, mimi ni mtu fulani, labda si yeye. That's when nakuta kwamba Petro naye akaenda kwa kina Dorcas kudhibitisha ni Dorcas. Mungu anatakanga mpaka wakati mtumishi wa Bwana atadhibitisha ni wewe, mpaka tudhibitishe kwa anga. Kwa hivyo ndiyo sababu ninasema jina lako lenyewe litajitetea kama wewe utalituma ukiwa mbali. Hata leo ndio ibada nitakuwa nao kwa hii madhabahu, sababu msingi wetu ni kwamba majina yetu yameharibiwa, majina yetu yalirogwa, vitabu zetu ziliwekwa, mpaka saa hizi wametufunga, na sisi tunajifanya tunajua kuomba, kwa sababu hawa watu ni wataalamu, wanajua chenye wanafunga, na nyinyi mnajifanya mnaweza funguliwa bila ufunguo. Lazima uwe na ufunguo ambao unaweza kusaidia maisha yako. Ndio sababu ninasema hivi, mtoto wa Mungu, wakati mwingine uangalie moyo wako ukajihoji. Uambie Mungu, jina langu limeteswa. Jina langu sioni kama ndio hili jina ambalo nilisoma nalo. Maana mambo yamebadilika, si hili jina ambalo ninaweza soma nalo, ambalo nilisoma nalo. Kwa hivyo lazima uambie Mungu, hili si jina lako, na kama ni hilo limenajisika, Baba niondolee unajisi wa hii jina. Nikienda kila mahali wananikataa. Nikienda shuleni, nikienda hata kwa college wananikataa. Nikienda kwa kazi bosi ananikataa. Hata ofisa wananikataa. Kila kitu inakataa. Shamba, mimea inakataa. Lakini ya jirani inanawiri tu. Ukifuga chochote vinakufa kwa sababu viko kwa jina yako, vinakufa. Kwa hivyo nataka asubuhi ya leo uambie Mungu ya kwamba nitajaribu, na njia mbinu ambazo tunatumia ni hizi. Mbinu ambazo ziko tayari kutumika ni kutuma dhabihu lako kwa 0725783902. Mimi sitaki wewe, nataka jina lenyewe likuje na dhabihu. Na hilo ndio dhabihu nitakayotumia kuambia lile jina unafaa kubarikiwa. Tuambie lile jina tunakutakaza. Hiyo dhabihu itasababisha jina lako kutakasika, kwa sababu umelituma, yani umelituma. Biblia inasema neno langu halitatoka bure na lirudi bure. Na nina imani kile unachokituma kwa hii altar kwa jina la Yesu Kristo akiwezi rudi tena bure. Lazima kitarudi na ushuhuda. Kwa hivyo hiyo ndio kazi tutaifanya wiki mzima, kutakaza majina yaliyoharibiwa, kutakaza majina yaliyolaaniwa, kutakaza majina yaliyorogwa, kutakaza majina yaliyoteswa. Kuna watu wazuri wanaishi, lakini majina yao hayana sehemu yote katika ufalme wa Kenya. Yani jina lako hata alieleweki, hata kwa ndoto halipatikani. Jina lako alipo mahali. That's why nakuta baraka zako mtu mwingine anachukua, anatembelea, kwa sababu jina lako limepotea. Huyu mtu alitakazwa, wewe ukutakazwa. Unajua, naangalia napata Daudi. Jina Daudi lilikuwa katika nyumba ya Jese. Jese alikuwa na vijana wengine wazuri sana, lakini hawakuweza kupata hilo jina. Jina la Daudi, Mungu alimuona Daudi akiwa mwaminifu, akiwa hana kikwazo, akiwa anachunga mifugo za babaye. Lakini hawa wazuri walikuwa kwa nyumba. Lakini bidii ya Daudi ilisababisha Mungu akatuma na manabii, akamwambia na kutuma kwa nyumba ya mtu mmoja anaitwa Yese, lakini utakapoenda tafuta aliye na bidii, huyo ndio utakayemwekea mafuta. Lakini hao wengine wakawa na wivu. Basi Mungu akamwambia hivi, utapea wote mafuta, lakini mafuta si mafuta. Mafuta utapeana kwa mafuta haya yatafanya kazi kwa aliye na bidii. Unaweza kuwa kanisani ukapaka watu wote mafuta na kuambia wote hawezi barikiwa. Inachagua mafuta yanaenda mahali kuna hiyo neema ya mafuta. Maombi yanaenda kwa watu walio na neema ya maombi. Si tu maombi yote yanasaidia mtu kanisani. Nawaambia kweli, maombi yanaenda kwa mtu aliye, because si wote waingiao kanisani wanataka kumuona Mungu. Hawa watoto wa Jese si wote waliokuwa wamezaliwa kuwa wafalme. Walizaliwa wakajiinua kwa ajili ya baba yao. Wengine wakasema vile wako mabingwa, wengine wakasema vile, lakini Daudi akawa mnyenyekevu, na ndio sababu mafuta yalichagua Daudi. Kwa hivyo mafuta yalikuja kutakasa jina moja anaitwa Daudi. Maana mtumishi wa Mungu alisema tunaye mtu mmoja ambaye hajafaulu. Tunaye mtu mmoja ambaye hajafaulu.
Kwa hivyo aliposema hivyo, nataka kuambia hivi ya kwamba jina lake anaitwa Daudi, na ndio yule ambaye Daudi, Biblia inasema vizuri ya kwamba ndio yule ambaye anaitwa Daudi ambaye alitawaliwa kwa mfalme. Haikujalisha kusoma, bali jina lililotakasika na mafuta lilisababisha akasonga mbele. Ukiamini haya madhabahu asubuhi ya leo, ninarudia kusema, ukiamini haya madhabahu asubuhi ya leo, nina imani ya kwamba lazima jina lako litabadilisha, kubadilisha jina la mtu. Tunaondoa laana ndani mwa hilo jina, tunaondoa magonjwa ndani mwa hilo jina, tunaondoa ndoto mbaya ndani mwa hilo jina, tunaondoa utasa ndani mwa hilo jina, tunaleta baraka. Ukubalike, jina lako likubalike, hata likisomwa mahali likubalike. Hata watu walio kotini jina lao watakaposoma litakubalika kwamba hawana hatia. Kwa hivyo wewe mwanasiasa, jina lako litakubalika tu. Kila mtu jina lake litakubalika, maana ni jina limekuletea hasara, jina limekuletea shida, jina limefanya biashara yako isiendelee, jina limefanya watoto wako wasisome, jina limefanya uwe mtu wa kulia. Kwa hivyo Mungu amenituma kama nabii, ninavaa nguo ya red kwa sababu yako. Ina maana kubwa sana. Ninaweka chumvi kwa ulimi wangu nikakutaja tena. Kwa hivyo siku ya leo usikose ya kwamba hilo ndio ombi niko nalo. Nitakuwa naomba nikirudia, hakuna kazi ingine tutaifanya. Tutakuwa tunaombea majina kuanzia leo. Nashukuru sana bishop wako, wachungaji wako, tuko tayari kwa ajili ya hilo. Kwa hivyo mtazamaji wangu, hilo ndio neno la msingi, na kama ni neno la msingi mahali ulipo, ninataka nikuombee ili ujiandae, na utatuma dhabihu la kuombea jina kwa 0725 783902 0725 783902. Wataandika jina lako vile wameandika hawa tuliwaombea jana usiku, na kwa hivyo leo tutaombea na tuwaweke katika vikundi vizuri. Kwa hivyo usikose, ni dhabihu lako unalituma na jina. Dhabihu linakuja na jina, dhabihu linakuja na jina. Nuhu akaambia njiwa, nendeni kule mkakuja na nyazi kama kweli kumekauka. Na njiwa akaja na nyazi, na kunguru alienda akapotelea huko. Kwa hivyo tuna watu wanaosikia neno na kukosa kujibu, hawapatangi asesi ya anga. Lakini njiwa anakubalika, maana alipotumwa alirudi na kitu. Na that's why ninasema lazima Mungu akusaidie. Neno hili ninalituma kwako, lakini nataka ulirudishe na mambo mawili. Jina lako, maana kwa ile jina ninachukua jina ambalo wanaweza kuita nalo kazi, na simu ambayo utapigiwa nayo. So kwa hivyo viko na maana mbili, jina na namba yako ya simu ambayo ulipeleka mahali ukipata kazi, ambayo uliandika kwa CV zako, ambayo uliandika mahali kwa title yako. Hizo ndio vitu nataka. Kwa hivyo usinitumie jina kwa sababu unaweza kosea. Nataka jina lenyewe likuje, na jina lenyewe linaweza jileta kama utalituma. Kwa hivyo dhabihu yako nasema ninatoa asubuhi ya leo, ili nabii wa Mungu apate kuniweka ndani mwa wengine, jina langu lisajiliwe na wengine katika neema ya madhabahu. Utaona mambo yako yatakuwa mazuri. Wale ambao njia zao zimekwama za kwenda nje, Amerika, Dubai, Ghana, Tanzania, Uganda, mahali popote ambapo njia zako zimekwama, ninasema zitafunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa maana imefika wakati ambapo lazima tukumbuke majina tuliyoitwa. Majina tuliyoitwa. Ninapoelekea kumaliza asubuhi ya leo, ninasema kwamba jina linaweza kuwa na mikosi. Hata mtoto anapozaliwa bila kuitwa jina lake, mtoto huwa mgonjwa. Kwa hivyo ujue kwamba jina ni muhuri wa mtu, jina ni maisha ya mtu, jina ni title ya mtu. Jina linaweza kubariki, jina linaweza kupa mikosi. Hata ukiona mara nyingi unapenda kasirika, lazima tuangalie jina. Ukiona mara nyingi una kiburi, lazima tuangalie jina. Ukiona mara nyingi we ni mtu wa vita, lazima tuangalie jina. Kwa hivyo haya majina tuliyoitwa yametupatia shida, yametupatia sifa mbaya. Wezi ajiriwa mahali, wezi oleka mahali, wezi oa mahali, wezi pata kazi mahali, wezi kuwa mfalme mahali, kwa sababu lazima ubadilishwe na lile jina. Je,
Unajua kuna watu wengi wanafanya kazi ambazo ni za jina, si za jina lao. Jina ndio limewapeleka pale, lakini wakibadilisha jina watatoka msituni kama Daudi wakaenda kukaa na mfalme anaitwa Saul. Kwa hivyo mafuta ya kubadilisha jina la Daudi hakwenda kwa Saul, lakini walipeleka jina la Daudi kwa Saul. Sauli akamkubali Daudi kwa sababu ya jina. Ni kwa sababu jina lake lilikuwa lishatakaswa. Watu ambao mnanisikiliza asubuhi ya leo, wewe kuna kitu unataka kifanyike kwa maisha yako. Wakati wanasiasa wengi wanataka kusimama, wanasiasa wengi, lakini majina yenu hata kama mmesajili kwa vyama havijasajiliwa kwa dunia, kwa wananchi, mpaka Mungu aingilie ndani. Unaweza sajili kwa chama lakini ukikubalike kwa anga. Kwa hivyo lazima jina lako litakaswe katika madhabahu haya ili anga ikukubali. Na hivyo ndivyo ninasema kwa jina la Yesu. Ulipoenda kusajili jina lako kwa chama, kuna pesa ulilipa, lakini unataka usajili kwa anga bila chochote, na kuambia lazima vile unavyotenda na mkono huu utendewe kwa haki. Kama ulisajili na fedha fulani, angalia jinsi ambavyo pia unajisajili katika madhabahu ya Jehova. Amini lenye nakwambia, wanasema ni kipimo, una balance. Ini kama una balance, mkono wa kulia na kushoto vyote vibalance. Hivyo ndivyo watu wanakosa kuelewa. Hivyo ndivyo Mungu anataka, na uone ya kwamba maisha yako yata balance kwa mahali kazini na nyumbani, kwa biashara na nyumbani, pale ambapo unataka na nyumbani. Kwa hivyo lazima ubalance vizuri, na Mungu wangu atakubariki sana zaidi ya sana. Kwa hivyo ningependa nishukuru Bwana, niseme neno la msingi wa leo ni Mathayo mlango wa 4 mstari wa 13. Ninyi ni chumvi ya ulimwengu, lakini chumvi ikipoteza ladha yake, yawezaje kurudisha ladha yake tena? Haifai tena kwa kitu chochote, ila kutupwa nje ikanyagwe na watu. Mtazamaji wangu, ukishapoteza chumvi ndani mwako, haufai kwa chochote. Yaani hakuna kitu itakuwa sawa kwako, kwa sababu ushapoteza chumvi ndani mwako. Utakuwa kikwazo hata kwa wanyama wa msituni, utakuwa kikwazo kwa watu, utakuwa kikwazo kwa watoto wako, utakuwa kikwazo kwa majirani, utakuwa kikwazo kanisani, kwa sababu ladha imepotea. Ushapoteza chumvi. Biblia inasema hautafaidi kwa chochote, kwa sababu hakuna kitu kitakufaidi. Kwa hivyo muwe na chumvi ndani mwenu ili muwe na ladha kwa chochote unachokifanya. Muwe na chumvi ndani mwenu ili kila chochote uguzacho kiwe cha maana. Kwa hivyo neno hili likubariki mtazamaji wangu. Ninaposema Yesu ni mwema, akuinue wakati kama huu, akulinde na akupe kibali asubuhi ya leo. Kwa hivyo ningependa kushukuru Bwana na kusema ibada hii iwe ibada yako. Mtazamaji wangu, kuna watu wanapenda kusimama na kazi ya Mungu asubuhi kabla waende kazini. Wengine wanaenda shughuli zao, na sitachoka ama sitabudi kuambia ni vizuri kutoa sadaka ya asubuhi, ambayo inasema sadaka yangu ni msingi wa siku ya leo, vile ambavyo maandiko yamesema, ili nisaidie. Na nena na mtu aliye pale nyumbani, ili sadaka yako iwe nguvu kwa ajili ya kusaidia pia mahitaji ya kanisa la Jehova. Unaweza tuma kwa namba iliyo kwa screen yako 0725 783902. Uliye pale mahali popote ulipo, Mungu akubariki sana. Tuma saa hizi ili nipate kamilisha ibada ya asubuhi, ili tuanze ibada nyingine. Mtazamaji wangu, nina ibada ambayo inakuja mbele zako, ibada ya utakaso. Na kama ungependa kutakaswa, ungekushafika mapema. Tukimaliza leo hii tumesema ibada yetu iliyo kubwa, ibada ya ajabu, ibada ya ushindi, ibada ya uponyaji, ibada ya kuinuliwa, ni ibada hii tunayozungumza. Kwa hivyo Mungu akubariki sana. Na uliye hapa kanisani, ukiona sadaka yako ya asubuhi, unaweza ileta katika altar ili unganike na watakatifu. Asante. Tusimame tuombe kwa ajili ya ibada ya asubuhi.
Haleluya, asante Yesu. Tunataka kusifu Bwana na wimbo unaosema Mungu ni pendo na Mungu apenda watu, ili Mungu apate kutupa neema yake, apate kutusaidia tunapozidi kutuma msaada wetu mbele za ibada ya asubuhi ya leo. Ninaomba Mungu akatusaidie sana. Mungu akatusaidie sana kwa jina la Yesu Kristo. Asante. Tutaimba hii chorus, wimbo huu Tenzi za Rohoni 27, na Mungu akatubariki. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Sikilizeni furaha yangu. Mungu ni pendo, anipenda. Sikilizeni nyote furaha yangu. Mungu ni pendo, anipenda. Nalipotea katika dhambi, nikawa mtumwa wa shetani. Nalipotea katika dhambi, nikawa mtumwa wa shetani. Sikilizeni furaha yangu. Mungu ni pendo, anipenda. Sikilizeni furaha yangu. Mungu ni pendo, anipenda. Akaja Yesu kuniokoa, yeye kanipa kuwa huru. Akaja Yesu kuniokoa, yeye kanipa kuwa huru. Sikili furaha yangu. Mungu ni pendo, anipenda. Sikilizeni furaha yangu. Mungu ni pendo, anipenda. Sababu hii namtumikia, namsifu yeye siku zote. Sababu hii namtumikia, namsifu yeye siku zote. Sikilizeni furaha yangu. Mungu ni pendo, anipenda. Sikilizeni nyote furaha yangu. Mungu ni pendo, anipenda. Akaja Yesu kuniokoa, yeye kanipa kuwa huru. Akaja Yesu kuniokoa, yeye kanipa mimi kuwa huru. Sikilizeni furaha yangu. Mungu ni pendo, anipenda. Sikilizeni nyote furaha yangu. Mungu ni pendo, anipenda. Sikilizeni furaha yangu. Mungu ni pendo, anipenda. Baba yangu wa mbinguni, nakushukuru kwa sababu ya asubuhi ya leo. Mwana wa Adamu, na fundisho na neno la msingi limepita. Umetupa kitabu cha Mathayo, tunasema ni asante. Baba yangu, umesema tuwe na chumvi ndani mwa mioyo yetu ili maisha yetu yakakubaliki. Tusaidie Bwana ili tuwe na chumvi. Ibada leo naikabidhi mbele zako, ukaibariki kwa maana unafaa kuibariki. Katika jina la Yesu nimeomba nikisema amen. Piga Yesu makofi mahali ulipo.
Yesu awabariki, Yesu awatakase na wape kibali.